Tuzo za Grammy ni moja katika heshima kubwa zaidi katika tasnia ya muziki. Hata hivyo, si kila msanii anayejiandaa kwa tuzo hizi anaweza akafanikiwa kushinda. Hebu tuangalie mifano ya wasanii ambao wameshinda na wengine ambao wameshindwa na kuelewa sababu za kushinda na sababu za kushindwa ni nini. Mwanamuziki Burna Boy kutoka nchini Nigeria ambao ameshinda Grammy mwaka 2021 ambao alishinda katika kipengele cha Best Global Music Album kwa album yake ambayo inajulikana kama Twice as Tall. Sababu ya ushindi wa Burna Boy ni nini? Burna Boy alishinda kutokana na ushawishi wake mkubwa wa muziki wa Afrofusion, ubunifu katika mchanganyiko wa muziki wa Afrika na kimataifa, na mafanikio yake ya kimataifa, na albamu yake ilipendwa zaidi na kupigiwa kura na watu wengi kabisa wa Grammy kutokana na ubora wa uzalishaji na maudhui yake ambayo yanapatikana kwenye albamu yake ambayo ni maudhui ya kisiasa na kijamii. Lakini pia mwanamuziki ambaye anajulikana kama Adele alishinda Grammy mwaka 2012, lakini pia alishinda tena mwaka 2017. Tuzo ambayo alishinda ni Best Pop Vocal Album kwa 21 ambapo alishinda mwaka 2012, lakini pia alishinda kwa 25 mwaka 2017. Sababu ya kushinda kwa Adele, alishinda kwa sababu ya sauti yake ya kipekee, uandishi wa nyimbo bora na athari kubwa zaidi katika tasnia ya muziki. Albamu zake zilijaza maelfu ya mashabiki na zilikubalika sana kimataifa. Pia nyimbo kama vile Rolling in the Deep na Someone Like You zilikuwa ni maarufu zaidi na kubwa kabisa. Lakini pia kulikuwa na Angelique Kidjo ambaye ameshinda Grammy mwaka 2008, mwaka 2015 pamoja na mwaka 2020. Tuzo ambazo ameshinda ni Best World Music Album kwa album kama vile Jin Jin ya mwaka 2008, lakini pia na Celia ya mwaka 2020. Sababu ya ushindi wa Angelique Kidjo, ameshinda kutokana na mchango mkubwa sana katika muziki wa dunia, akiwa na sauti ya kipekee ya Afrika na uwezo wa kuvuka mipaka ya muziki wa kitamaduni, albamu zake za kisasa zaidi, lakini pia heshima ya muziki wa Afrika. Lakini pia wasanii walioshindwa ni kama vile The Weeknd, hakushinda Grammy 2021. Juhudi za The Weeknd, alikosa kushinda tuzo yoyote katika Grammy za mwaka 2021 licha ya kuwa na hit kubwa kama vile Blinding Lights ambayo ilikuwa moja katika nyimbo bora zaidi za mwaka huo. Lakini pia sababu ya kushindwa ni upinzani wa Academy kwa mara nyingine uliojitokeza, na wengi walikosa kwa nini The Weeknd alikosa kupewa tuzo yoyote, ingawa yeye alikuwa na mafanikio makubwa zaidi kibiashara na kimuziki. Alishinda maeneo mengine, lakini pia hakupata kura za kutosha kutoka kwa wanachama wa Grammy. Lakini pia msanii mwingine ni Snoop Dogg, hakuwahi kushinda Grammy kabisa. Juhudi ambazo Snoop Dogg amefanya ni kuwasilisha muziki wake wa rap na hip hop kwa miaka mingi zaidi, lakini hakuwahi kushinda Grammy ingawa aliahidiwa tuzo nyingi. Sababu ya kushindwa ni nini? Ingawa Snoop Dogg ni mmoja katika wasanii maarufu kabisa na wenye ushawishi mkubwa, upinzani kutoka kwa wasanii wengine wenye album zenye umakini wa kipekee na mafanikio makubwa zaidi kibiashara umefanya kushindwa kushika tuzo hiyo. Lakini pia kuna Kendrick Lamar ambao alishinda Grammy lakini hakupata kila kitu ambacho alikihitaji. Juhudi za Kendrick Lamar ni ameshinda Grammy nyingi zaidi, lakini wakati wa Grammy ya mwaka 2014 alikosa tuzo kuu ya album ambayo ni Album of the Year, licha ya kuwa na album kali zaidi ya Good Kid, MMAD City ambayo ilipokelewa vyema zaidi. Sababu ya kushindwa kwa Kendrick Lamar, kama ilivyokuwa tuzo nyingine, huwa ushindani mkali kabisa, na wakati mwingine si kila album ya kipekee inafanikiwa kushinda tuzo kuu. Hata wakati wake wa ushindi alikosa baadhi ya tuzo kama vile Album of the Year, sababu ya ushindani kutoka kwa wasanii wengine. So sababu ya kushinda au kushindwa kwa Grammy ni nini? Cha kwanza kabisa ni ushindani mkali. Grammy huwa na ushindani mkali sana, hasa katika wasanii maarufu na wenye historia kubwa kabisa. Ingawa baadhi ya wasanii wanaweza kuwa na album bora, wengine wanaweza kuwa na umaarufu na sifa kubwa zaidi, lakini pia wanaweza kukosa Grammy kutokana na ushindi mkali ambao unakuwepo kwenye tuzo za Grammy. Lakini pia kampeni na uhamasishaji. Wasanii wengi hufanya kampeni kubwa na kujitangaza na kujielimisha na wanachama wa Grammy kuhusu kazi zao. Ukosefu wa kampeni kali unaweza kumfanya msanii kupuuziwa na kutokupigiwa kura na watu wa Grammy. Lakini pia mafanikio ya kibiashara. Kama unavyoona, historia ya Grammy inajumuisha mafanikio makubwa na kushindwa kwa baadhi ya wasanii maarufu. Hata hivyo, kila msanii ana safari yake ya kipekee na mafanikio ambayo yanaonyesha mchango katika muziki. Wewe ni kitu gani ambacho unawaza kuhusu wasanii ambao wanakosa lakini pia wanakuwa na umaarufu mkubwa na kazi ambazo zimekwenda zaidi duniani? Unaweza ukanipanga kupitia hapa uwanja comment. Mimi naitwa Jitu One Time.